Bali fanya hivi, majina ya ajabu hiyo lazima mfanyakazi akimbie, kwa sababu inawezekana wewe mfanyakazi unamtreat vibaya na familia na watoto. Tena nyingine inawezekana wamekuzidi mwenyewe, kwa sababu wewe ni bosi. Basi chagua lugha nzuri ya kuongea na wafanyakazi. Utashangaa unadumu na wafanyakazi wako na watakuwa wanatenda katika hali ya kujiona kama sehemu ya umiliki wa kampuni hiyo. Kwa hakikisha sana unazingatia hilo. Kitu kingine cha muhimu ambacho unapaswa kuzingatia ni jali ustawi wa wafanyakazi. Nikisema ustawi wa wafanyakazi, unazingatia leaves, wanapata likizo, afya zao, wanakuwa na assurance kama labda umewatengenezea bima, labda wana sehemu ya NSSF au yani mazingira fulani ambao watakuwa na assurance. Ikitokea mmoja kapata dharura, labda unakuwa sehemu ya kuwajibika, yani amefiwa, unaona na mimi tutasafiri wote, wanaenda kuzika. Anaumwa, unakuwa sehemu yani ya ile leave unampatia, na bado unaenda kwao, labda umeweka mfuko maalum wa kusaidia wafanyakazi wakiwa wanaumwa. Hivyo utashangaa wafanyakazi wanadumu kwenye ofisi yako, kwa sababu wanajua kabisa pale ni mahali salama, bosi wetu anajali utu. Kingine cha muhimu sana ni kuthamini muda wa wafanyakazi. Thamini muda wa wafanyakazi. Yani kama umepanga kwenye ofisi yako, hizo ni kampuni, dukani au shamba, umepanga muda wa kuingia kazini ni saa 2, basi ikifika saa 2 mmeingia. Muda wa kutoka umepanga ni saa 8, basi hakikisha ikifika saa 8 unawaachia wafanyakazi wanaondoka, wanaenda kwenye kazi zingine, wanaenda majumbani kwao kupumzika, kwa sababu wao ni binadamu, wanahitaji muda na familia zao, wanahitaji muda wa kupumzika na kuwaza mambo mengine. Kwa hiyo hakikisha unazingatia muda, usifanye ucheleweshaji ambao hauna umuhimu, kwa sababu unawalipa, unaona mimi nawatawala. Epuka kuwafanya wafanyakazi kuwa watumwa, yani wafanye wajihisi kama yes, hapa tuko sehemu salama, tunafanya kazi, muda wa kazi unazingatiwa, maslahi yetu yanazingatiwa. Hiyo inakuwa ni nzuri sana katika kufanya wafanyakazi wadumu. Jambo lingine muhimu ni kuwa mwadilifu. Yani usiwe na utaratibu fulani wa kubadilisha katiba au sheria za kazini bila mpangilio, bila kuwashirikisha wafanyakazi. Labda mkataba unasema hivi, mkataba unasema kila mwaka nitakuongezea mshahara. Ile ikifika karibu mwaka unakaribia kuisha, unabadilisha, unashusha, unaondoa kile kipengele kama nitakuongezea mshahara kila baada ya miaka 5. Hapo mfanyakazi lazima akimbie, kwa sababu ile trust ameikosa, na anakosa kukuamini tena. Anaona huyu sio mkweli, huyu anatutapeli, anatuzunguka, hana lengo tumsaidie hapa kazini kwake, hana malengo sisi tukue, kwa sababu inabidi uwape nafasi ya kukua wafanyakazi wako. Kwa hiyo usibadilishe sheria, yani usiwe una kopesha janja nyingi. Kwa straight, ukisema sheria ni ukitaka kubadilisha, labda leo labda umeona huu mwezi kampuni uzalishaji umeshuka, hata kwenye kulipa mshahara naweza nikafeli, basi waite board of director, waite wafanyakazi wako wote, waambie jamani, ni wenyewe ni mashahidi, kimetokea hiki na hiki, kidogo uchumi umeyumba kwenye huu mwezi, kwa naombeni niwalipe pungufu ya pale ninapowalipa kawaida, ila tukija kukaa sawa nitaongeza bonus au nitafanya hiki na hiki ili tuweze kufidia hapo palipopotea. Ukifanya hivyo utashangaa wafanyakazi wanadumu, kwa sababu wanajihisi kwa wakati ya kampuni yako. Kwa hiyo zingatia sana haya. Kingine cha muhimu sana ambacho unatakiwa kuzingatia, wewe ni mtu huyu mmoja, hauwezi kufanya kila kitu. Hauwezi kuwa HR wewe, hauwezi kuwa mtu wa supply wewe, hauwezi kuwa mtu wa deliver wewe, hauwezi kuwa dereva wewe, hauwezi kufanya kila kitu. Kwa hakikisha unagawanya majukumu kwa wafanyakazi wako. Kama wewe ni mhasibu, simamia fedha na nini, wewe ni HR, utaajiri watu, wewe ni nani. Ukifanya hivyo utashangaa kampuni yako inakuwa kwa speed, kwa sababu umekubali kugawanya majukumu. Hata uzalishaji utakuwa mkubwa, na wewe mwenyewe utapata muda pia wa kuwaza mambo mengine kiubunifu na kukuza zaidi kampuni yako iwe katika ubora na katika ushindani wa kampuni nyingine. Zingatia hayo. Gawanya majukumu. Una kichwa kimoja, utakosa muda wa kuwaza ukibeba kila kitu wewe mwenyewe, na hauwezi kufanya kila kitu, kwa sababu wewe sio mashine. Hiyo mashine yenyewe kuna vitu vingine haiwezi kufanya. Kwa hiyo jitahidi sana divide authority. Hata kama unapenda kufanya kazi kiasi gani, hauwezi kufanya kila kitu. Ni lazima ujipe muda wa kupumzika, muda wa kuwaza mambo mengine. Yani usiwe mtu wa kubeba kila kitu. Hauwezi kubeba kila kitu. Zingatia hayo, utaona kabisa kwamba kampuni yako inakuwa kwa speed, inakuwa miongoni mwa kampuni pendwa na zenye ushindani sana kwenye maeneo yako ya kazi. Kwenye eneo utajishangaa wewe ni bora sana katika
wanaotenda kazi eneo hilo hapo. Mwisho ni hitimisho kwa kusema mwajiri bora ni yule anayehakikisha usawa na haki kwa watu wote, yaani bila kupendelea kundi fulani la wafanyakazi, bila kufanya nini, bila kwenye ukweli, anasema ukweli kwenye sehemu ambayo imeenda vibaya, anaenda straight, anawaambia katika lugha ya upole, jamani kuna hiki na hiki na hiki hakijaenda sawa, naomba kisijirudie. Mwajiri bora sio yule anayesimama kama nyapala. Mwajiri bora ni yule anayeonyesha uadilifu katika utendaji, anaonyesha kwa mfano, jamani tunaenda njia hizi na hizi na hizi. Mwajiri bora anatoa nafasi ya kukua kwa wafanyakazi wake, hawafungi, anatoa promotion, anafanya mambo mengi mazuri. Mwajiri bora anaandaa mazingira mazuri kwa wafanyakazi wake. Hivyo zingatia kuwa mwajiri bora, zingatia mbinu hizo, utarudi kunishukuru baadaye. Thank you.